Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mpenzi mtazamaji ambaye unatufuatilia katika channel yetu ya Ansar TV, leo tupo hapa jijini Arusha katika taasisi ya Ansar Muslim Center, taasisi ambayo ina makazi makuu yake jijini Tanga, lakini ina matawi na majimbo katika maeneo tofauti ya nchi hii ya Tanzania. Na leo tupo hapa Arusha kufahamu moja ya kazi za idara ambazo zinafanywa ndani ya taasisi hii ya Ansar Muslim Center, na tuna mgeni hapa ambaye leo kwa idhini ya Allah tutamfahamu, lakini kadhalika na tutafahamu mengi kunako idara ambayo yanaitendea. Naam Sheikh, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali, mnaendeleaje? Alhamdulillah. Habari za harakati? Alhamdulillah. Mashaallah. Karibu. Kwa faida ya mtazamaji, ukijitambulisha majina yako, lakini kadhalika na idara ambayo unaifanyia kazi. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Kwa majina naitwa Siri Nasir Hussein. Na ndio mudiri wa ustawi wa jamii kwa sasa. Mashaallah. Siri, umesema wewe ndio mudiri wa idara ya ustawi wa jamii, na bila shaka ndio idara ambayo tunaenda kuizungumzia, lakini kadhalika kuyafahamu mengi ambayo yanafanywa na idara hii. Kwa mukhtasari, tunaweza kutuambia idara hii inajihusisha na majukumu yapi hasa? Idara hii ina majukumu takriban 5 hadi 6 7. Majukumu ya idara kwanza ni kuratibu na kuhudumia matukio ya kijamii na majanga ya asili. Vile vile kushirikiana na mashirika mengine yanayotoa huduma za ustawi wa jamii. Kuratibu mfuko wa ustawi wa jamii kwa viongozi wastaafu, mayatima na wasiojiweza wenye mahitaji maalum. Mashaallah. Vile vile kufuatilia, kuratibu na kuanzisha miradi, yani projects na vitengo vya malezi ya yatima na wasiojiweza. Vile vile tunafanya kazi ya kusimamia ulezi wa vijana kwenye mabweni, kwenye idara zetu zingine, vituo vya yatima na vile vile na wasiojiweza vile vile. Mashaallah. Kazi hizi ni ishara kuwasilisha pia ofisi ya mudiri jimbo na tawi taarifa za utendaji za idara, na vile vile kwa uchache pia kutafuta michango wafadhili kwa shughuli mbalimbali ya ustawi wa jamii na idara kwa ujumla. Mashaallah. Mpaka hapa tayari ni ishara kuonyesha kwamba idara hii ni miongoni mwa idara muhimu sana katika jamii ambayo tuko nazo, maana kila kitengo au kila mambo ambayo tunayafanya basi yanarudi katika idara ya ustawi wa jamii. Mashaallah. Naam. Idara hii labda ilianzishwa kwa malengo yapi hasa, malengo makuu ya kuanzishwa kwa idara hii? Na lengo kuu la idara hii kama nilivyoashiria hapo awali ni kuhudumia jamii kwa ukamilifu ili kupata jamii iliyo bora, makini na yenye uwezo ya kielimu, kiuchumi, kuweza kuisimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ustadi na ukamilifu wa hali ya juu. Mashaallah. Basi katika idara hii huwa mnahudumia hasa makundi ya namna gani? Makundi yanayohudumiwa katika idara hii ni pamoja na wajane, mayatima, wagonjwa, yani gharama ambao wanahitaji gharama za matibabu, wastaafu wa taasisi walio na umri mkubwa wasio na uwezo, na waliokatikiwa na safari vile vile, na wengine labda waliopata majanga ya asili kama mafuriko, kuungua kwa nyumba na kadhalika. Maana idara imefanya kazi kubwa sana katika kusaidia jamii. Labda kwa faida ya mtazamaji, kuna tukio gani ambalo halisi unalikumbuka mliwahi kumsaidia mtu, kumtoa katika shida katika toka umeanza kuhudumia idara hii? Tukio ambalo ni maalum, ambao ni ya kusisimua, ni mtoto aliyeokotwa Ngaramtoni ya chini miaka kadhaa kule nyuma. Tulimpokea na kumweka katika kituo chetu cha Umu Aisha, na alhamdulillah sasa hivi amejaliwa kuwa ni mtu mzima
na amepata mwenza na anajishughulisha, na vile vile sasa hivi ana familia yake. Mashaallah. Na tukio hili wallahi ni tukio zito na tukio kubwa la kumkuta mtu yupo chini, lakini kadhalika kumsaidia. Hii ni ishara kubwa kwamba idara inafanya shughuli zake na kujipambanua katika kusaidia jamii. Na kuna tukio gani ambalo mmewahi kuliona au kuna watu ambao walishakujia wakiwa wana changamoto na shida, lakini ukashindwa kuwasaidia kulingana na changamoto kadhaa? Naam. Hilo linajitokeza mara kwa mara, kwa sababu kulingana na jamii tulionayo wana mahitaji mengi, na vile vile idara kama idara kiuchumi hali yake sio nzuri kihivyo. Kwa hivyo mara kwa mara unakuta kuna haja ya mahitaji, lakini unakuwa una uwezo wa kuweza kukidhi hiyo. Na labda tukienda katika upande wa changamoto, ni changamoto gani kubwa, tukiacha changamoto ya kiuchumi ambao huwa mnakutana nayo katika kuhudumia jamii au kuwasaidia wale ambao ni kuhitajia? Changamoto ziko nyingi. Tupe kadhaa ambazo zinaweza kusema hii ni changamoto ambazo zinatukwazisha kufikia malengo ya idara, au ni changamoto ambazo zinatusumbua kwa kweli katika kufanya kazi zetu za idara ya ustawi. Changamoto kubwa haswa kama umekwepa, kwani mbali na changamoto ya kifedha, changamoto kubwa ni rasilimali. Kwanza kwenye idara tuna upungufu wa rasilimali watu. Idara haina watendaji wa kutosha, kwa sababu hii ni huduma au ni ya kujitolea. Kwa hivyo unakuta kupatikana watu ambao wenye moyo wa kujitolea kufanya kazi hizi kidogo inakuwa ni mtihani. Kwa hivyo unakuta kwenye idara tuna mapungufu ya rasilimali watu. Yaani hapo ungeweka wazi rasilimali watu watendaji wa idara au watu wa kutoa msaada? Rasilimali watu hapa nazungumzia kwanza watendaji wa idara. Kwani taasisi imeundaje muundo wa idara? Ni idara inakuwa na watu wangapi? Idara kwa ujumla, kwenye idara hii tunatakana kuwa na watendaji 7, wajumbe 7. Halafu pamoja na wajumbe, kulingana na upana wa shughuli za idara, inatakana pia na watu wa kusaidia ambao ni watu wa kujitolea. Kwa hivyo unakuta moyo wa watu kujitolea pia ni mdogo. Kwa hivyo unakuta hii ni mojawapo ya changamoto. Alafu vile vile changamoto hiyo ya pili ndio hiyo ya watu ambao labda kuleta msaada au watu wanaotoa ahadi, alafu inapofika wakati ule kunatakana utekelezaji wanapotea. Sawa, mashaallah. Hii ni changamoto kubwa. Sasa kama idara, nyinyi mnachukua hatua gani katika kukabiliana na changamoto kama hii? Kwa uchache idara imejaribu kufanya njia ya kuzungumza na mahatibu na vile vile kuzungumza na watu wa dawa. Wanapofikisha dawa wazidi kuwapa watu umuhimu wa kuisaidia jamii na kuweza kuwarudisha watu katika imani zao, kuweza kujua kuwa ana umuhimu gani ama ana ulazima gani wa kuweza kufanya jambo ambalo labda kama kwenye kuwasaidia mayatima au wajane waweze kulijua lile jambo. Watakapolijua ile jambo watakuwa wepesi wa kuweza kuliendea. Vile vile idara imejaribu kutoa makala, kugawa makala ili watu waweze kujifunza, waweze kujua kwenye jamii kuna mahitaji haya na haya na haya. Na vile vile idara imejaribu, inaendelea lakini haijakamilisha, kutaka kutengeneza grupu la WhatsApp ili wanajamii waweze kujua kuwa mahitaji yanayohitajika kwenye idara hii ni hivi au ni vipi, ili waweze kutoa mchango wao. Mashaallah. Naamini kwa jitihada hizo huenda tukafikia malengo makubwa ya kusaidia jamii. Na hapa kuna ishawahi kutokea katika utendaji wenu wa idara mkafikiwa na mtu ni mhitaji kweli, mkimtizama, mkifanya uchunguzi wenu ni mtu mwenye kuhitajia zaidi, lakini mkashindwa kumsaidia?
Hilo kama navyosema ni mara nyingi, sio mara moja au mara mbili. Hizi hali zinajitokeza kwa sababu kwanza kwenye idara hii tuna timu ambayo kazi yake ni kuchunguza au kufuatilia kujua kweli hili hitajio ambalo limekuja kama ombi ni hitajio halisi. Sasa katika ule ufuatiliaji kuna labda kudai nyaraka, sababu mtu akisema kuna mgonjwa lazima atatakana alete nyaraka za kuonesha matibabu na hali kama hiyo na yale mahitaji yanayohitajika. Sasa unaweza ukakuta kuwa mtu amekalifishwa kuleta vile vitu na nini, au kama yatima ameleta zile nyaraka na kila kitu, yani udhibitisho ambao umekaa wazi. Lakini unakuta mwisho sasa ile kumpa ule msaada unashindikana kwa sababu unakuta wakati huo hamna ule uwezo wa kuweza kumpa ule msaada. Wewe unahisi vipi ukikutana na tukio? Kwa kweli hali hii huwa inaumiza sana. Hali hii huwa inaumiza sana. Huwa mnawafanyaje watu namna hii? Ni kuzungumza nao tu, kuambia kwa tumepokea na tumewaweka kwenye dini hii kwenye orodha, basi itakapofika wakati dini hii watapata huo msaada wanaohitaji. Ishawahi kutokea katika idara ni akaja tu mtu akasema mimi naulizia mtu mwenye changamoto nimsaidie? Kwa kweli bado. Hilo bado. Hii ishara kwa jamii bado iko mbali, haihitaji kusaidia. Hilo bado. Mpaka mtu anasubiria mpaka afuatwe, na vile vile ndio hao ukiwafuata pia anaweza akaahidi, lakini kufika wakati wa utekelezaji akaingia mtini. Asa ni mtihani sana, lakini kuna haja kubwa ya jamii kuzinduka. Kuna watu Allah amewajalia wao wananyamazaga, yani ana shida amenyamaza, lakini ni mtu kimtizamo kimfuatilia unakuta ni mtu mhitaji sana kabisa. Kwa kuna haja pia hata idara ianzishe mkakati wa kuwafuatia watu wa namna hii. Kuna watu labda wanaweza wakawa wao changamoto zao hawezi kuziweka mbele za watu, lakini kiuhalisia wana majukumu au wana hali nzito sana. Nini ambacho kinakupa moyo wa wewe kuendelea kufanya kazi katika idara hii? Kikubwa sana kwanza ni kujua ninachokifanya. Kujua ninachokifanya kwanza kwa Allah na fungu gani. Hilo ni kitu kikubwa sana ambayo kinazidi kunipa moyo kufanya kazi. Na pili, kupata ushirikiano na support kutoka kwa wenzangu idara mbalimbali na viongozi na vile vile wajumbe wa idara yangu na katibu wangu. Haya yote yanaleta msisimuko na kuweza kuzidi kutokea ukakata tamaa. Kwa kweli bana, hii kazi mimi idara hapana, baki na mambo yenu, mimi nimechoka. Sio kukata tamaa hivyo, lakini inafika kwa wakati unaona sasa kwa nini nafanya kitu au niko kwenye kitu na moyo na nia ya kutaka kuifanya, lakini na kuama kwa sababu ya kukosa jinsi ya kuweza kuifanya. Lakini sio kukata tamaa hivyo, kwa sababu ni yani kama changamoto fulani kwa sasa hili litakana niweze kulifanya, lakini sasa uwezo wa kulifanya haipo, na ukijaribu yani kwa ujumla unakuwa kama hali fulani ya mtu ombaomba, kwa sababu unaweza ukadidi hivi unaona hili mbona fulani analiweza kulimudu. Ukifika kwake sasa unaonekana kama wewe ndo muhitaji, wakati wewe unahitaji kwa ajili ya mtu fulani. Naam. Kwa ni hali ambayo inarudisha nyuma pia. Allah tie pesi ili watu waweze kulainisha nyoyo zao, wakifikiwa basi wawe wapesi wa kutoa michango yao. Hivyo unadhani jamii inakosea wapi katika kusaidia watu? Jamii sio kuwa inakosea. Kwenye hili kuna mitazamo kadhaa. Kwanza kabisa ni elimu. Elimu kwa jamii kujua umuhimu na faida au fadhila za kusaidia na hasara za kufanya hivyo. Vile vile imani
kushuka kwa imani za watu ambayo inafanya yani kujitokeza utapeli na watu kufanya yani ile hali ya ombaomba ndio mradi wao wa kuendesha maisha. Vile watu kutaka urahisi wa maisha, kuwa anakuwa yeye anakwenda kujiweka kuwa ndo anahitaji msaada na kuwaacha wale wanaostahili kupata ule msaada, yani kuwakosesha wale wanaostahili kupata ule msaada. Sasa yeye ndo anakuwa anahitaji yeye, wakati yeye sio mhusika wa kupata ile msaada. Hizi ndo nafikiri ndo vitu ambavyo vinawafanya changamoto mpaka wale wanakosa msaada, na vile vile wale wenye moyo wa kujitolea pia wanakata tamaa, sababu wanakuwa wameshatapeliwa. Unakuta amempa mtu msaada wakati hakuwa mhitaji wa ile msaada. Naam, sahihi. Nadhani labda kuna makundi gani ambayo unaona kabisa watu wanahitajika kusaidiwa, lakini jamii imewasahau, imewatupa? Ni watu gani au ni kundi gani la watu ambao wanahitajika kweli kusaidiwa, wanahitajika kuangaliwa, lakini jamii imewasahau? Kwanza kabisa ni wajane. Naam, wajane wamesaulika na jamii. Kwenye jamii na kutizama na kusikia hivi sasa, jamii imesaulika na wajane. Wajane wamesaulika katika jamii zetu. Na haswa maana tunapozungumza wajane tayari tumeshawaweka mayatima, tayari tumeshawaweka watu wenye uhitaji halisi. Sasa wakuta jamii zetu zimekuwa ni watu wa kuacha wajane, kwa sababu akishaona tu labda huyu kafiwa na nini, labda anajishughulisha, labda ni muuza mandazi nini, anaona kuwa tayari anajiweza, lakini hajui nyuma yake amebeba mzigo wa aina gani, kwa sababu kuna wale watoto wanataka kusomeshwa, kuna hii labda makazi, kuna nini. Sasa yale inakuwa hayaoni. Kwa hivyo kwa ujumla unakuta wajane ni watu wamekuwa wako nyuma, wamesahaulika kabisa katika jamii zetu. Na tukiachana na jambo la wajane, unadhani kwa mtazamo wako sasa hapa, kwa mtazamo wako unadhani kwamba msaada mdogo unaweza kubadilisha maisha ya mtu? Naam. Kivipi? Naam, msaada mdogo unaweza kubadilisha maisha ya mtu. Kama nilivyosema hapa nyuma, kuna mtoto aliokotwa na baada ya kuokotwa akalelewa katika kituo chetu, na leo hii kama alivyosema anamudu maisha yake mwenyewe na ana familia, lakini kwa msaada mdogo. Kwa hivyo msaada mdogo unaweza ukasaidia. Kwa jamii sisite kutoa kile kidogo ambacho iko nacho, kwa sababu hicho kidogo ndio ambacho kinaweza kufikia makubwa. Hicho kidogo ndio kinaweza kubadilisha maisha ya mwingine. Kwa hiyo usisite kwa kile ambacho unacho, kuona kwamba nina kidogo, basi hicho kidogo kinaweza kufanya makubwa. Na tukirudi katika utendaji wa idara husika, idara ya ustawi katika taasisi ya Ansar Muslim Youth Center hapa tawi la Arusha, mna malengo gani kama idara? Jiwekee mkakati na mipango. Malengo tulionayo kwa sasa, kwanza ni kuanzisha kituo cha malezi, kwa sababu kama tunavyosema malezi, tunavyowalea hawa ndio wanaokuja kusimamia haya yote na dini na jamii kwa ujumla. Kwa hivyo hii kituo cha malezi kwa sasa tunayo ya jinsia ya kike. Kwa hivyo kwenye malengo yetu ni kupata kituo cha malezi ya jinsia ya kiume, ambayo alhamdulillah tumeishaanza kulifanyia kazi. Na vile vile lengo lingine ni kuanzisha kituo cha afya, kwa sababu tukiangalia kwenye jamii zetu matatizo makubwa ni ya kiafya. Kwa hivyo tuko kwenye mpango na dira
ya kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukaanzisha kituo cha afya. Mashaallah, imekaa vizuri sana. Allah afanyie pesi katika malengo hayo. Hakika ni malengo makubwa na malengo ambayo yanajali kwenda kuisaidia jamii. Na tukiwa tunaenda kumalizia, lau hivi sasa ukapewa nafasi unaiongea na jamii hapa inayokutizama, ungeiambia nini? Ungeshauri nini kunako masuala mazima ya kusaidia jamii? Kwanza kabisa, nikiwa nazungumza na jamii kwa ujumla, labda ningewaambia kuwa wajue kwanza wanapofanya hali hiyo ya kutoa msaada, kuwasaidia mayatima, kuwasaidia wajane, kuwasaidia wagonjwa, kusaidia wale wote wenye mahitaji. Kwanza kwenye jamii ambayo ni yenye dini, wajue kwanza Allah anafanyaje? Allah atawalipa. Hilo kwanza wajue kuwa Allah atafanya nini? Atawalipa. Yani wanafungu lao kwa Allah. Na vile vile kwa jamii nyingine yote kwa ujumla, kwanza wajue watapata baraka na kwenye shughuli zao, na vile vile vipato vyao vitaweza kuongezeka. Hiyo ni kwenye jamii yote kwa ujumla, kufanya hali hiyo ya kusaidia mwenzio na nini. Baraka akipokea anamshukuru Allah, Allah kuongezee pale ulipotoa. Kwa hivyo ajua atapata baraka kwenye hilo, na vile vile kwenye kazi yake labda vipato na nini itaweza kuongezeka, na mabalaa pia ataweza kumwepuka, kwa sababu anapopokea, yule anayepokea muhitaji lazima amwombea Allah. Na vile vile kwa ujumla kwenye ulimwengu wa ujumla, kuwa hali hii ya kufanya hivyo itatupunguzia mambo mengi sana. Ulimwengu utakuwa ni sehemu nzuri ya watu kuishi, kwa sababu utapatikana utulivu, utapatikana amani, kwa sababu haya yote yanayokuja kuvuruga amani, kuvuruga utulivu, kuleta hali ambazo sio kubalika kwenye jamii kwa ujumla, ni kutokana na hizi hali za changamoto za watu kukosa hali ya kujikimu. Sababu kuta sasa watoto labda yatima, akakosa malezi ya kisawasawa, ataingia barabarani, atakuwa kapurwa, atakuwa mtoto wa mtaani. Akiwa mtoto wa mtaani, ataanzisha kikundi la majambazi na nini, vitu kama hivyo. Haya, mtoto wa kike vile vile atadidihii, atakosa malezi ambayo itakuwa nzuri kwake, ataingia mtaani, atakuwa didihii. Kwa hivyo kwa ujumla jamii itakuwa na vurugu kila wakati, kwa sababu hawa wamekosa malezi ya kisawasawa, wameingia kwenye mtaani, wamefanya hayo wanayoyafanya mtaani, wanaleta tena wengine ambao hawana usimamizi wa kisawasawa. Kwa hivyo unakuta hizi vurugu zilizoko huko ulimwenguni sasa hivi ni hali kama hiyo. Lakini jamii ikikaa na kuona wale wenye mahitaji na kuwahudumia na kuangalia wale watoto ambao wanahitaji na kuwapa malezi ambayo ni ya kisawasawa, basi jamii itabaki katika hali iliyo salama na iliyo tulivu. Basi Allah tufanyie pesi na tuweze kuyafikia hayo. Tukiwa tunaelekea katika kufunga na kumaliza kipindi chetu, una nini cha kuambia watu kunako taasisi ya Ansari hapa jijini Arusha? Alhamdulillah, sijui nitaanzia wapi maneno mafupi tu kuweza kuachia ujumbe mzito kuhusiana na taasisi hii. Hakika inafanya mengi na ndio nasema sijui nitaanzia wapi, manake ni kipindi kifupi na iliyofanywa na taasisi inaonekana. Tunao kituo cha mayatima Umu Aisha, sahihi, inawalea watoto wameleleka pale. Sasa hivi tuna daktari ametoka pale, tuna mwalimu ametoka pale dini hii. Kwa hivyo ni kwa ujumla kazi inayofanywa na taasisi ni kubwa. Kazi inayofanywa na taasisi ni kubwa. Kwa hivyo jamii inatakana kuiunga mkono taasisi na ijue
kwa kwenye taasisi hii tofauti na taasisi zingine, ni taasisi ambayo hiyo iko countable, yani yani haina ujanja. Ikisema kuwa kitu fulani kinafanyika, kinafanyika kwa uwazi, kinafanyika kwa accountability, na kitu ambacho kinaonekana, yani kama mtu kitu kimetoka kinaonekana, hiki kitu kimetoka. Ikisema kuwa ni kwa ajili ya ujenzi wa msikiti, wanauona msikiti unapokwenda. Ikisema ni kwa ajili, yani kila kitu kinachosemwa, hamna ule ujanja wa kuwa sijui hii ikatwe labda watendaji ambao kwenye taasisi hii ndo taasisi ambayo labda ni ya mfano wa tofauti, kwa sababu kwenye taasisi hii wale wa hawa kama viongozi hawa ndo wanaotoa zaidi kuliko kupokea. Yani wakuta kama kwenye zingine wakuta yani wale wa viongozi na wale wa ndo wapokeaji, yani ija hata ambayo imelengwa kuwa hii ni jambo fulani, kwanza viongozi wanasema kwanza hii sisi ndo tugawane kwanza na ili lakini kwa taasisi unakuta kadri unavyokuwa kiongozi ndo kadri unavyozidi kujitolea, yani ndo kadri unazidi kubinywa kwa hapa hivi kunahitajika hivi, unatakana kutoa wewe. Mashaallah. Tofauti na ile kwa imekuja sasa tugawane. Tofauti. Mashaallah. Allah kulipe kila mtu. Hivyo kwenye hili Jamil natakana alijue kwenye taasisi hii ina dira na mwelekeo na mambo yake yako kwa uwazi kabisa. Naam. Mashaallah. Allah kulipe. Na mpenzi mtazamaji ambaye ulikuwa ukitufuatilia toka tumeanza mwanzo, leo tulikuwa na idara ya ustawi wa jamii na tumeona na kufahamu mengi ambayo yanafanywa na kutendwa na idara hii. Kwa hiyo endelea kutufuatilia kuweza kufahamu mengi ambayo yanafanywa na taasisi Ansari hapa jijini Arusha, lakini kadhalika kwa ujumla wa taasisi nzima, kama ambavyo nilikuashiria mwanzo. Taasisi hii ya Ansari ambayo ina makao makuu yake jijini Tanga, hizi ni sehemu tu ya matawi yake na sehemu ya majimbo yake ambayo yanafanya kazi kubwa katika masuala mazima ya jamii, lakini kadhalika na masuala mazima ya dini na kuwakuza watu katika taaluma ya kumfahamu Allah tabaraka wa taala. Endelea kutufuatilia kwa mengi mazuri kuijua taasisi ya Ansari Muslim Center hapa jijini Arusha. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shukran sana.